السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على المعاندين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. ورضي الله عن أصحابه الطيبين الغر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى. ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salam kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, jambo la kwanza na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamuni ndugu zangu katika iman, hakika jihadi iliyokuwa ngumu mno kwa mwanadamu ni jihadul hawa, ni jihadi ya kupambana na matamanio ya nafsi. Wama karrama almar'a illa at-tuqa, na hajawahi kuwa mwanadamu kuwa mtukufu na kuwa bora isipokuwa kwa uchamungu. Fattaqullaha rahimakumullah, mcheni Allah, Allah akuhurumieni. Wa'lamu anna man taraka ma la ya'nihi fataha Allahu qalbahu, nafahamuni ya kwamba mwenye kuacha yale yasiyomhusu akawa anafanya yale yanayomuelekea, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataufungua moyo wake. Wa sharaha lahu sadra, na Allah ataukunjua moyo wake. Waman kathura i'tibaruhu qalla itharuhu, na yule ambaye atakuwa mwingi wa mazingatio, yule ambaye atakuwa makini katika maisha yake, qalla itharuhu, atakuwa ni mchache wa kupatwa na matatizo. Wal hayatu la tastaqimu bikathrati al-lawm, na maisha hayawezi yakanyoka kwa kuwa mwingi wa kulaumu. Lawama nyingi sio sababu ya kunyoka maisha. Wala tahna bikathrati al-muakhadhat, vile vile maisha hayawezi yakawa na utulivu eti kwa sababu ya kuwa mwingi wa kulipa kisasi. Maashara almuslimin, alinsanu la yaishu munazila, mwanadamu ambaye ni kiumbe miongoni mwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, la yaishu munazila, hawezi kuishi katika hali ya kujitenga, bali yaishu mutafa'ilan ijabiyya, bali anaishi katika hali ya kukusanyika na wengine, katika hali ya kushirikiana na wengine. Yusadiqu hadha, ataweka rafiki na huyu, wa yusahibu hadha, na ataweka uswahiba na mtu mwingine, wa yaqdi hajata hadha, na vile vile atakidhi haja ya mwingine. Wa idha kana dhalikum fahunaka sulukun akhlaqiyun, kama jambo liko hivyo, basi fahamuni ndugu zangu katika imani kwamba kuna mwenendo wa kitabia na usulubu wa kijamii, khulqun jalil, tabia iliyokuwa nzuri, ambayo lao kama mtu ataifuata tabia hiyo, fihi salahul mujtama,
ndani yake kuna kutengamaa jamii ya Kiislamu na watu wote kwa ujumla, wa taqwiyatu rawabitihi, na vile vile itapatikana nguvu ya muunganiko wa kijamii. Fahadha alkhulqul karim, hii tabia njema hii, yatahalla bihi unasun karim, ni tabia ambayo wanajipamba nayo watu waliokuwa karimu. Sio kila mtu anaweza kujipamba na tabia hii, isipokuwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua na akawafikisha kuifikia tabia hii iliyokuwa njema. Hammuhumul is'ad wal musaada, watu ambao hamu yao kubwa ni kusaidia na kutoa misaada kwa wengine. La yuriduna jazaan wala shukura, hawataki katika misaada yao malipo wala shukrani. Innahu khuluqu hifdhil ma'rufi wa raddil jamil, na tabia hiyo ndugu zangu katika iman ni tabia ya kulinda na kuheshimu na kuthamini wema uliofanyiwa, wa raddil jamil, na vile vile kuwa na mrejesho uliokuwa mzuri, kulipa wema kwa wema, wa muqabalatul ihsan bil ihsan. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik, nafanya wema kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekufanyia wema. Ibadallah, innal qudwata al-ula wal uswata al-udhma, hakika kigizo cha kwanza wa mwanzo wa kumuiga katika hili ni bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam, historia yake na maisha yake kwa ujumla ni maisha ambayo yamejaa hii tabia iliyokuwa njema, tabia ya kuthamini wema unaofanyiwa na wenzako na vile vile kulipa wema huo kwa wema. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa analipa wema kwa watu wa karibu na watu wa mbali, kwa waislamu na wasiokuwa waislamu. Anasema mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam la yakadu yakhruju min albayt, alikuwa mtume alayhi salatu wasalam hakaribii kutoka nyumbani hatta yadhkura Khadija radhiyallahu anha, mpaka amtaje Khadija, Allah subhanahu wa ta'ala amridhie. Fayuhsinu thana alayha, anasema mama Aisha, mtume alikuwa hakaribii kutoka nyumbani mpaka amtaje mama Aisha, tena anafanya vizuri katika kumuelezea na katika kutaja mema yake. Fadhakaraha yawman min al-ayyam, akaja akamtaja siku moja miongoni mwa masiku. Fa'adrakatni al-ghira, nasema mama Aisha nikapatwa na wivu kwa ile namna ambavyo mtume anamtaja mama Aisha kwa wingi. Faqultu, nikasema hal kanat illa ajuza, hivi hakuwa huyu Khadija isipokuwa ni kikongwe tu, alikuwa ni mtu mzima. Faqad abdalaka Allahu khaira minha, na hakika Allah amekubadilishia wewe mwanamke aliyokuwa bora kuliko yeye. Akimaanisha kuna haja gani ya kumkumbuka kikongwe huyu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekupa binti aliyokuwa mzuri kuliko yeye. Faghadiba, akakasirika mtume sallallahu alayhi wasallam, hatta ihtazzat muqaddam sha'ri, mpaka mtume alayhi salatu wasalam zikasimama nywele za utosi wake kwa hasira alizokuwa nazo, min alghadab, kwa sababu ya hasira. Thumma qala, kisha akasema la wallah, hapana, namwapia Allah subhanahu wa ta'ala, ma akhlafa Allahu khairan minha, Allah hajanibadilishia mwanamke aliyokuwa bora kuliko mama Khadija. Waqad amanat bi wa kafarani an-nas, Khadija aliniamini katika wakati ambao watu walinikufuru, watu walinikataa. Wasaddaqatni wa kadhabani an-nas, na akanisadikisha mimi katika hali ambayo watu walinikadhibisha, walisema mimi ni muongo. Wa wasatni min maliha, na vile vile akaniliwaza kupitia mali yake. Khadija radhiallahu anha alikuwa ni mwanamke tajiri. Alipoolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia mtume, chukua katika mali hizi unayotaka na acha ile unayotaka. Asema mtume, wa satni min maliha, ameniliwaza katika mali yake, idh haramani nnas, katika hali ambayo watu walininyima mali zao.
warazaqani Allah minha al-aulad, na Allah ameniruzuku watoto kupitia kwa mama Aisha. Idh haramani aulad an-nisa, pale ambapo alinyima watoto wa wanawake wengine. Mtume alayhi salatu wassalam akamwelezea mama Khadija kwa uzuri aliyokuwa nao radhiyallahu ta'ala anha. Qalat Aisha radhiyallahu anha, mama Aisha Allah mridhie akawa anainongoneza nafsi yake akasema, la adhkuruha bisu'in abada, sitowahi kumtaja tena Khadija kwa ubaya, kwa namna alivyokuwa na mapenzi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sitothubutu kumtaja tena mama Khadija au sayyidatu Khadija kwa ubaya. Hadithi ametoa al-Imam Ahmad na al-Imam Tabarani. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ambayo yanaonyesha uzuri wa kuthamini mema aliyofanyiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa idha dhabaha shatan, alikuwa anapochinja mbuzi, yaqulu arsilu ila asdiqai Khadija, anachukua sehemu katika nyama ya mbuzi huyo, anasema pelekeni kwa marafiki wa Khadija alayhi salatu wassalam. Mpaka wale marafiki wa Khadija Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anathamini uwepo wao kwa sababu wa wema aliyofanywa na mama Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Kama hafidha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam liljamil, kama ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alihifadhi na kuheshimu wema ma dhakara min fadli Abi Bakar, pale alipokuwa akitaja wema wa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anha akasema, ma li ahadin indana yadun illa waqad kafaina, hakuna yoyote ambaye ana mkono kwetu sisi, yani ambaye ametusaidia kwa namna moja au nyingine, illa waqad kafaina, isipokuwa tumekwisha mlipa mtu huyo, tumempa kile ambacho anastahiki. Ma khala Abu Bakar, ukiacha Abu Bakar fa inna lahu indana yada, tumanasema hakika huyo Abu Bakar ana mkono uliokuwa mzuri kwetu sisi, yukafiuhu Allah yawm al-qiyamah, ambao Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa siku ya kiyama. Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu amemsaidia mengi Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatoa katika mali zake, akamaliza wakati wake mwingi akiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka Mtume alayhi salatu wasallam akasema, hakuna katika nyinyi, yani maswahaba, ambaye ana mkono wa msaada kwetu sisi isipokuwa tumekwisha mlipa, isipokuwa Abu Bakar. Huyu atalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ametoa al-Imam Tirmidhi radhiyallahu ta'ala anhu. Kama hafidha jamila as-sahabati kullihim, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alilinda na kuthamini mazuri ya masahaba wote, akasema alayhi salatu wassalam, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba wangu, falau anna ahadakum, hakika lau kama mmoja wenu anfaqa mithla uhdi dhahaba, atatoa sadaka ya ukubwa unaokaribia mlima Uhdi, basi asingefikia japo kibaba cha mmoja wao kile ambacho alikitoa sahaba katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi an-nabiyil karim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، حفظ المعروف والاعتراف به والاعتراف بالجميل يكون لكل الناس. tabia ya kuthamini wema na uzuri uliofanyiwa na vile vile kukiri wema huo, hili jambo linapaswa kufanywa kwa ajili ya kila watu. yakunu lilwalidain, linafanyika kwa wazazi wawili, walizawjain,
na vile vile kwa wanandoa wawili. Walilmuallimin, na kwa ajili ya walimu na mashekhe ambao wamekufundisha. Walinnasi ajma'in, na hili vile vile linakuwa ni kwa watu wote. Ama tukianza na wazazi wawili. Wazazi wawili ndio hawa ambao walikuwa na kesha kwa ajili yako. Yasharani liyanama auladuhuma, walikuwa na kesha ili alale mtoto wao, ili walale watoto wao. Wayajuani liyashba auladuhuma, na walikuwa tayari kukesha na njaa au kukaa na njaa ili washibe watoto wao. Na vile vile walikuwa wanajizuia kula na kunywa ili watoto wao wapate chakula, na wao katika hilo haliwapi shida, bali linawapa furaha wanapoona watoto wao wamekula vizuri, wamelala vizuri. Hata kama wao wameshinda na njaa, walikuwa tayari katika hilo, bali wana furaha. Wazazi hawa, ndugu zangu katika imani, ni lazima ukumbuke wema wao, na katika kukumbuka wema wao unatakiwa uwafanyie wema wazazi hawa. Uwafanyie wema, uwaheshimu wazazi hao, na vile vile uwe na adabu na wazazi hao. Mtoto anapokumbuka mema ya wazazi wake, basi yale mapungufu ambayo pengine anakutana na wazazi wake atayasamehe na atabaki kuwafanyia wema wazazi hao, akikumbuka wema waliomfanyia wazazi hao toka alipokuwa mdogo mpaka amekuwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Mtoto aseme kuwaombea wazazi wake, ewe Allah, na kuomba wahurumie wazazi hawa kama walivyonihurumia nilipokuwa mdogo. Mtoto ajiepushe na kuwakera wazazi wake au kufanya mambo ambayo yatapelekea huzuni kwa wazazi wake. Alipe wema aliofanyiwa na wazazi wake, kama ambavyo ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma alhayatu zawjiyya, ama katika maisha ya ndoa, ndugu zangu katika imani, ni maisha ambayo yenye utulivu, na ni maisha ambayo ya kuliwazana baadhi yao kwa baadhi. Lakini katika maisha haya ndoa, ndugu zangu katika imani, qad yaqa'u ma yunaghisu al-'ish, yanaweza yakatokea yale ambayo yanatia dosari maisha haya ya ndoa, pakawa hapana muelewano, ikatokea nizaa kiasi ambacho wakakosa utulivu wa ndoa hawa wawili. Wakati huo sasa wanatakiwa ukumbuke hawa na ndoa wawili ule wema waliofanyiana baadhi yao kwa baadhi. Mwanamke akumbuke kwamba mume wake anatoka nyumbani kwake kwa ajili ya kwenda kutafuta. Yeye ndio sababu ya kupatikana chakula katika nyumba yao, yeye ndio sababu ya wao kuvaa, yeye ndio sababu ya mwanamke huyu kuheshimika, ndio mume wake aliyemuoa. Akiyakumbuka haya, atasamehe yale mapungufu ambayo pengine atakuwa nayo mume wake. Na vile vile mwanaume anapokumbuka wema wa mke wake, kwamba yeye ndiye anahifadhi watoto wake, yeye ndiye analinda nyumba yake, yeye ndiye anamuandaa anapoenda kazini, anamfulia nguo zake, anamwandalia maji ya kuoga, anamwandalia chakula na mengineyo, atasamehe yale mapungufu ambayo yanapatikana kwa mke wake, jambo ambalo litapelekea maisha hayo kuwa ni maisha ya utulivu na maisha yenye furaha ndani yake. Ama kwa upande wa mwalimu na mashekhe kwa ujumla, hawa ni watu ambao wanatoa juhudi zilizokuwa kubwa mno katika kuielimisha jamii, na vile vile katika kuwafuatilia mwenendo wa wanafunzi na tabia zao. Na walimu kawaida yao huwa wanafurahi pale wanapoona wanafunzi wao wanapevuka katika ilmu, wanapoona wanafunzi wao wanasogea katika elimu. Hii ni furaha ya mwalimu. Walimu hao wanatakiwa tuthamini ule wema wao na tuwalipe walimu hawa kwa kile kinachowezekana katika maisha yetu, katika kuwaheshimu, katika kuwaombea dua, na vile vile kujiepusha na kuwaudhi hawa walimu na mashekhe, na vile vile kuwafanyia utovu wa nidhamu. Anasema Abu Hanifa radhiyallahu ta'ala anhu, ma sallaitu mundhu mata shaykhi Hammadu illa istaghfartu lahu ma'a walidayhi. Anasema Abu Hanifa, mmoja katika maimamu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, anasema sijapatapo kuswali mimi swala yoyote tangu alipofariki shekhi wangu Hammad. Mmoja katika mashekhe Abu Hanifa ni Hammad.
illa istaghfartu lahu, isipokuwa nilikuwa namuombea msamaha shekhi wangu, nilikuwa namuombea msamaha, namtakia, namuombea istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma'a walidayya, pamoja na wazazi wangu. Anasema mwanafunzi wake Abu Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala mrehemu, anasema inni la ad'u li Abi Hanifa qabla abawai, anasema mimi huwa namuombea Abu Hanifa ambaye ni shekhi wake, huwa namuombea Abu Hanifa kabla hata ya kuombea wazazi wangu. Na Imam Ahmad anasema ma bittu منذ 30 sana illa wa ana ad'u lish-Shafi'i wa astaghfiru lahu, anasema sijapatapo kulala mimi toka au tangu miaka 30 iliyopita isipokuwa namuombea Imam Shafi'i ambaye ni mwalimu wake, wa astaghfiru lahu, na namuombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni watu ambao walithamini wema waliofanyiwa na mashekhe zao. Ibadallah, raddul jamil yanbaghi an yakuna biadabin wa karama, tabia ya kulipa wema inapaswa ifanyike kwa adabu na vile vile fanyike kwa ukarimu, min ghairi minnatin wala ihana, pasina ya kuingiza masimango ndani yake na pasina kuonyesha dharau ndani yake. Iwe katika adabu ya hali ya juu, adabu ambayo itaonyesha kweli mtu huyu amethamini kile ambacho amefanyiwa. Barakallahu li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.